Watanzania, asilimia kubwa ya Watanzania ni wakulima. Mujibu wa sensa ya makazi ya mwaka 2022, Watanzania wengi ni wakulima, na kilimo ambacho tunakiongelea hiki hapa matunda. Sasa tupo katika maonyesho masiku ya mkulima ndani. Katika kipindi hiki maalum leo nimetembelea hapa Nyamhongolo. Nipo na kina nani? Nipo na mabingwa katika kilimo. Hao ni kina nani? Ni kampuni ya Seedco. Nimekutana ndugu yangu. Bwana yuko hapo vipi? Wewe bwana, maisha yako yote ni kwenye mashamba tu. Sisi ndio maisha yetu kwenye siku ya kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanaweza kuongeza tija kwenye kilimo na kufanya kilimo. Natamani nijue kwanza jina lako kamili, cheo chako ni kipi? Asante sana. Mimi kwa majina yangu naitwa Ayubu Bisaga, ni mwanashamba mauzo ambaye nahudumia mkoa wa Mwanza, mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa Kagera. Leo hapa kwenye maonyesho ya Nane Nane hapa, sisi kama Seedco tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaweza kuwapatia wakulima elimu ambayo itaweza kuwawezesha wanapokuwa wanafanya kilimo, basi waweze kufanya kilimo chenye tija, kama ambavyo kata yetu ndio inasema kwamba cha kwanza ni kutambua masoko, lakini pia tuongeze tija ili kuweza kutekeleza dira ya taifa ya mwaka 2050. Kwa hiyo sisi kama Seedco tumejipanga kwa ajili ya kutekeleza hiyo kauli mbiu, maana kuweza kuhudumia wakulima na kuwapa elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na kilimo wanachokifanya, hususan kwenye kilimo cha mahindi, kilimo cha alizeti pamoja na kilimo cha mboga mboga. Hapa tuko mtazamaji, hapa tuko shambani. Yaani nikiangalia mkono wa kushoto hapa, hizi ni bamia, hapa tuna hoho, lakini tukiangalia hapa tuna tango, ambayo tango ni hybrid inaitwa Stonewall, ni mbegu chotara, lakini tukiangalia mbele pale tuna mbegu za nyanya, hiyo nyanya inaitwa Mkombozi F1, ambayo ni nyanya madhubuti kabisa kwa ajili ya kuongezana udongo wa nyauko, kwa hiyo sisi kama Seedco tunapanga kuhakikisha kwamba tunamwezesha mkulima kuweza kupata mbegu bora. Sawa. Sasa mtazamaji anayefuatilia kipindi hiki maalum sana anataka kwa hapa na mwanzo, lakini baada ya Nane Nane sisi kama Seedco kwa sasa hivi tuko hapa Nane Nane na tunawakaribisha sana wakulima wetu waweze kutembelea mabanda yetu ya Nane Nane hapa, kwa maana ya kuweza kujifunza kilimo na mbinu bora za kilimo, lakini hususan pia wataweza kuona mbegu zetu za aina mbalimbali tulizonazo. Tuna mbegu za mahindi za muda mfupi, tuna mbegu za mahindi za muda wa kati, lakini pia tuna mbegu za mahindi za muda mrefu. Lakini pia baada ya hapa Nane Nane mbegu zetu zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo nchi nzima tunapatikana, lakini pia kwa Mwanza tuna mawakala ambao wako kwenye maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Sawa. Sasa mtazamaji ambaye anafuatilia kipindi hiki, inawezekana yuko Zanzibar, inawezekana yuko Iringa, inawezekana yuko Tanzania, mkulima ambaye yuko maeneo mbalimbali ya nchi yetu, kama ambavyo nimesema awali kwamba tunakuwa sisi kama Seedco tunafanya kazi na mawakala ambao mawakala wetu wamesambaa nchi nzima. Na mtazamaji, watu wanakuja katika banda hili, wanafunzi wanakuja kwa wingi, wakulima wanakuja kwa wingi, wanakuja wanaondoka na vifurushi, wameshanunua mbegu zao, lakini kutoka kwa hapa mbegu gani zinapatikana katika Asante sana Bwana Bernard. Hapa kwenye banda letu la Seedco kwa mkulima kutembelea atakutana na mbegu ya mahindi ya muda mfupi ambayo ni timiza namba 419. Hii inakomaa kwa muda wa siku 75 mpaka siku 90. Lakini kama mkulima akilima kwa kuzingatia kanuni za kilimo bora inampa wastani wa gunia 40 mpaka 48 kwa ekari moja. Lakini pia atakutana na mbegu ya Seedco chapa pundamilia namba 555 ambayo hii inakomaa kwa siku 90 mpaka siku 120. Lakini pia mkulima akizingatia kanuni za kilimo bora inampa kupata mavuno wastani wa gunia 37 mpaka 42. Lakini sisi kama Seedco tunasema kwamba tumejipanga kuhakikisha kama mkulima anapata mavuno mengi. Atakutana pia na mbegu ya Seedco chapa Simba namba 557 ambayo yenyewe namba 657 ambayo yenyewe inakomaa kwa siku 120 mpaka siku 130. Lakini Seedco kizingatia kanuni za kilimo bora inakupa uhakika kupata mavuno wastani wa gunia 40 mpaka 45 kwa ekari moja. Lakini cha mwisho kabisa kuna mbegu ya mahindi ambayo inaitwa Tembo namba 719. Hii Tembo ni mbegu ya mahindi ambayo na uhakika kama mkulima akilima yenyewe itampa uhakika kupata wastani wa mavuno ya gunia 50 mpaka 55 kwa ekari moja. Kwa hiyo sisi kama Seedco tumejipanga vizuri kabisa kuweza kuhakikisha kwamba tunampa mkulima elimu, lakini pia tunampa mkulima mbinu za kisasa kabisa za kuweza kuhakikisha kwamba kwenye kilimo chake anaweza kufanya kilimo cha kumpa tija na kuboresha maisha yake.
Lakini cha mwisho mbegu ya alizeti inaitwa LG. Hiyo ni LG, hiyo ni alizeti. LG namba 50745. Yenyewe inakomaa kwa siku 90 mpaka siku 120. Lakini kwa ekari moja ukizingatia kanuni za kilimo bora inakuwa kupata mavuno ya gunia 12 mpaka 20. Kwa hiyo sisi kama SIDICO nasema tena kwamba tumejipanga kuhakikisha kwamba tunamhudumia mkulima wa Tanzania, kuhakikisha kwamba wakulima pia wanakuwa ni sehemu ya kutekeleza dira ya taifa ya mwaka 2050 kwa kuweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu. Kwa kama SIDICO tunasema mavuno bora huanza na mbegu bora, lakini sasa hivi tunakauli nasema kwamba tuko pamoja na wewe mkulima shambani. Kwa tutembelee kwenye mabanda yetu ya SIDICO hapa 88 Nyamhongolo Mwanza, uweze kujifunza mbinu bora za kilimo, lakini pia uweze kuona ni jinsi gani mbegu zetu za SIDICO zinaweza kukupatia kwenye kilimo unachokifanya. Mtazamaji, ni kuhakikishie kwamba katika mabanda ambayo watu wengi wanakimbilia, wanamiminika, wanakwenda kujifunza mambo mengi hususan ya kilimo, wallahi hili hapo banda la SIDICO. Njoo hapa na uweze kujifunza mengi. Bwana Ibu, asante sana Bwana James, tunashukuru sana, karibu sana SIDICO tuweze kuvuna mavuno pamoja. Na ekari 3 sasa mimi nataka niendelee ekari moja. Karibu sana tukupe elimu pia tuweze kufanikiwa pamoja. Nishachukua namba yake. Huyu ndo atakuwa kiongozi wangu, nitakuja kuonyesha ile ekari yangu moja imefanyaje. Mtazamaji, basi katika kipindi hiki maalum maonyesho ya wakulima, sikukuu ya wakulima duniani Tanzania, 88 Nyamhongolo Mwanza, kanda ya Ziwa. Mimi ni Bernard James, asante.